Jumatano Aprili 23 mwaka 2025, Mary Olive Lembe Kabila, mke wa rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, alishutumu FARDC kwa kumiliki shamba lao kinyume cha sheria huko Kundelungu na kupora mali zao katika muktadha wa mvutano mkubwa wa kisiasa. Wanajeshi kutoka kwa jeshi FARDC walitumwa bila hati rasmi kwenye shamba la familia huko Kundelungu. Kulingana na Bi Lembe, wamechukua kompyuta na simu kutoka kwa wafanyakazi. Alishutumu katika ujumbe kwa vyombo vya habari akisema vitendo hivi ni ukiukaji wa mali ya kibinafsi. Kesi hii ni sehemu ya mfululizo wa misako mitatu ndani ya wiki moja inayolenga mali ya familia ya Kabila. Alhamisi iliyopita, idara za ujasusi zilipekua boma huko Limete, Kinshasa kutafuta sare za kijeshi zilizoibiwa. Waliiba generator, paneli za jua na magari. Ni wizi, alisema mke wa rais wa zamani wa DRC. Aliendelea kusema, napinga utesaji huu wa kimaadili ambao utawala huu unatuletea, alisisitiza Mary Olive Lembe, akionyesha kuongezeka kwa siasa kati ya mumewe na rais Felix Tshisekedi, ambaye anamshutumu kwa kushirikiana na makundi yenye silaha. Mamlaka kwa upande wao inashikilia kuwa shughuli hizi ni za kisheria. Kabla hatujagusia uko Doha Katare, tuseme kwamba mkoani Kivu Kusini kuna baadhi ya wanajeshi kutoka makundi ya waasi wa M23 waliojisalimisha huko Kakamba, Kivu Kusini, kunako mikono ya wazalendo wakiwa na silaha zao. Wakaaji wa mkoa wa Kivu Kusini wana mtazamo gani kuhusiana na jambo hilo? Tusikilize mmoja kati ya wakaji akiwa mchambuzi wa masuala ya ndani, alikuwa na haya ya kusema. Nilikuwa nasema kuhusu swala la kujitosha kwa baadhi ya wanajeshi wa M23 sio jambo la kufurahisha, hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika siasa ya kivita wale ni waasi, na kama wanaweza leo kujileta, cha msingi ni kuwachunguza vizuri ili wasije kuwa wenye kutumwa kwa kuja kushota mahabari ya nini kinachoendelea upande wa wazalendo na kuwa wanaripotia wenzao ambao wamebaki katika kikundi cha uasi. Tutakumbuka kwamba hilo swala limeangamiza kikosi cha FARDC ambacho ni kikosi cha serikali ya Kongo kupitia hao watu wa kuingizwa. Kwa hiyo mimi kibinafsi sikufurahia hilo jambo, ila naweza sema kwamba linaweza kuwa jambo la kupongeza ikiwa kama kweli kweli wamechoka na kutumikia waasi na wamejiamulia wenyewe kuja sasa kujiunga na ndugu zao wazalendo ili kumpiga muasi. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo naweza nikaliomba kwa wakongomani ni kuelewa kwamba usalama wa nchi yao utakabiliana na kujituma kwa kila umoja katika kila ngazi, ili kwa pamoja tufukuze adui ambaye tayari amekwisha tuingilia. Huko Doha Katare, katika taarifa ya pamoja, serikali ya DRC na waasi wa M23 wamekubaliana kusitisha mapigano hadi pale ambako mazungumzo yatakamilika. Serikali ya DRC inatoa wito kwa raia wa Kongo na vyombo vya habari kuunga mkono mazungumzo yake na AFC M23 ya Corneille Nangaa kwa upataji wa amani. Huyu bwana Clement Robert, akiwa mchambuzi wa masuala ya ndani pia raia wa Kongo, ana haya ya kusema kuhusu swala la Doha. Ni ukweli
kuja habari ya kuridhisha kidogo kupitia maneno ya kusema kwamba tayari serikali na AFC M23 wamekubaliana kwamba watatembelea katika swala la kutafuta usalama. Kwa hiyo wamekubaliana kusitisha kwanza vita na kuanza kutengeneza miundombinu ya vipi watakavyofikiria malengo ya kurudisha usalama katika pande zote mbili. Sasa nachotaka kuongea mimi kama mchambuzi kwa maono wangu, mfumo huo hautaleta usalama wa nchi yetu ya DRC. Kwa sababu gani? Kwa sababu vita ambavyo viko DRC sio vya leo, na mfumo wao unakuwa huo. Watu wanachukua silaha, wanapigana vita, kisha baadaye wanakwenda kwenye meza, wanakwenda kuongea, wanasaini vikaratasi. Baada ya pale, baada ya miaka tena wale waliosaini vikaratasi tena wanarudi, wanachukua vita, wanachukua silaha tena wanakuja tena kugombana. Hiyo inaonesha kwamba hilo swala aliwezi likamalizika kupitia tu hizo kundi mbili ambazo zimejiandaa kwa kwenda kuonana Doha. Mimi ningelipendekeza Doha kuongezwe idadi ya watu ambao wanastahili na wao wawe kwenye hicho kikao. Serikali ya Kongo iwepo, kuna ambao tunaita opposition iwepo, kuna kikundi cha wakuu wa udongo wa Kongo ambao ndio asilia, wakuu wa asili tunawaita yani wami wa asili, nao wakuwepo. Kisha tunakwenda nje, huko nje tunachukua inchi zote za kando kando ambazo zina mipaka na Kongo ziwe ndani. Baadaye hapo wachukue inchi zote ambazo zinahakikisha kama ni inchi zenye maendeleo zaidi katika dunia ziwemo. Baada ya hapo wachukue pia, kwa kueneza idadi ya watu ambao wanapaswa kulichambulia swala la Kongo, wachukue umoja wa kimataifa waweke ndani, wachukue SADC, wachukue EAC waiweke ndani. Wakimaliza hizo kundi ndo waitishe pia inchi wakuu viongozi wa makampuni ambayo inatumikisha mali ya chini ya udongo wa Kongo, ambao haiwezi ikaishi bila hiyo mali, na wao pia wawaweke katika hicho kikao. Wakikutanana kwa pamoja, kila umoja asikilizwe. Watakaposikiliza kila umoja, ni hapo watachukua sasa maamuzi kwa pamoja ya kuona nini ambacho kinaweza kikafanyizika ili kukomesha hilo swala la vita katika mashariki ya Kongo na katika Kongo nzima. Sababu sio hao tu. Kwa kuongezea, nilitaka kuelewesha kama inabidi pia nchi ya Ubelgiji nayo iwe umo ndani katika hicho kikao, kwa sababu kila mtu katika kila umoja yuko na ile tunaita cahier de charge yake kuhusu swala ambalo linalotembea nchini Kongo. Umoja wa Ulaya ije na cahier de charge yake, yani kila kikundi kije na cahier de charge yake, na hizo cahier de charge ndio zitakaliwa chini, kila watu wasikilize wenzao na kila watu wakubaliane na wenzao, wachukue neno moja ambalo litakaloleta usalama sahihi katika nchi ya Kongo. Bila hivyo serikali EAC, AFC M23, leo itakuwa serikali AFC M23, watakapomalizana na AFC M23 kutatokea wengine wenye nao hawatakubaliana na ile yenyewe wamefanya na AFC M23, nao watakimbilia kwenye mabunduki, nao watakuja kunyanyasa raia, nao watagombana, kesho kutwa na wao wasikilizwe mwingine naye hivyo, afu hilo swala litakuwa likumalizika kabisa. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, ninakuomba usikilize. Naona kama vile nimeongea marefu, lakini hayo marefu yangu yanataka tu kuonesha kwamba haiko Doha ndo kwenye kutatoka usalama sahihi wa Kongo. Wanaweza wakakubaliana, lakini haitokawa, kwa sababu kutatoka katikati yao, kutatoka wengine wenyewe hawatoridhika au hawatoridhishwa
na kutokuridhishwa kwao, kwa sababu tayari wameshamiliki silaha, itakuwa ni vigumu sana kuwamiliki. Nao wataotesha tena moto, wanaukosesha tena usalama, na kisha serikali itajikuta iko nazunguka au inazungushwa. Asante sana.